Habari kubwa asubuhi hapa tunaambiwa kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba Hamas haipaswi kabisa kuitawala Gaza baada ya vita. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kundi la Hamas halipaswi kuwa na dhima yoyote katika utawala wa ukanda wa Gaza pale vita ambavyo vinaendelea kati ya kundi hilo pamoja na Israeli vitakapomalizika. Matamshi hayo ameyatoa wakati akiwa ziarani nchini Misri tangu mwishoni mwa juma, ambapo amefanya mazungumzo mapana na mwenyeji wake Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri. Mazungumzo yao yametuama kwa sehemu kubwa juu ya mzozo wa Gaza pamoja na mahusiano ya serikali katika mji wa Paris na Cairo. Anasema katika mkutano huo wa pamoja na waandishi wa habari ambao ulifanyika siku jana Jumatatu, viongozi hao wawili kwanza walizungumzia hali mbaya ya kiutu ambayo inashuhudiwa sasa katika ukanda wa Gaza na kukosoa kwa matamshi makali kabisa kurejea kwa mashambulizi ya Israeli katika ardhi hiyo ndogo ya Palestina. Marais hao Macron pamoja na al-Sisi wamesema kwamba wanaunga mkono kwa kauli moja kabisa kurejea haraka kwa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha vita ambavyo vilifikiwa mwezi wa Januari na kufunguliwa milango ya kuingizwa misaada ya kutosha kabisa ya kiutu kuwasaidia wakazi katika eneo hilo la Gaza. Ama kuhusu jukumu la kundi la Hamas mnamo siku za usoni za baada ya vita, Rais Macron amesema kwamba kundi hilo halipaswi kabisa kuwa na dhima yoyote katika kuiongoza Gaza. Kiongozi huyo amependekeza badala yake kuwa na ukanda huo utawaliwe na mamlaka ya Palestina ambayo inaongozwa na chama hasimu cha Hamas cha Fatah chenye makao yake makuu huko Ramali katika ukingo wa Magharibi. Israeli imesema kwamba mara kadhaa kwamba inalenga kusambaratisha kundi la Hamas na ina mpango na inapinga kabisa mpango wote wa kundi hilo kuendelea kuitawala Gaza baada ya vita. Hamas ambayo imenukia kama ni vuguvugu la kisiasa la Kipalestina ndani ya Gaza imekuwa ikiutawala ukanda wa Gaza tangu mwaka wa 2007. Miezi ya hivi karibuni kundi hilo limeashiria kuwa tayari kuachia madaraka ya Gaza kama njia ya ufikiaji amani na Israeli utafanyika. Mbali na suala la hatima ya Hamas, Rais Macron pia amezungumzia upinzani wake kwa mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani wa kutaka kuwahamisha wakazi wa Gaza na Washington kuchukua udhibiti katika ardhi hiyo. Ufaransa inajiunga na Misri katika hoja muhimu na ningependa niseme wazi kabisa hapa kwamba tunapinga bila kificho kabisa kuhamishwa kwa watu na kunyakuliwa kwa mabavu ardhi ya Gaza ama ukingo wa Magharibi. Huo utakuwa ni ukiukaji mkubwa kabisa wa sheria za kimataifa na kitisho dhahiri kwa usalama katika ukanda mzima ikiwemo Israeli, alisema rais huyo Macron. Ikumbukwe pendekezo hilo la Trump ambalo liliungwa mkono na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa Israeli limekabiliwa na ukosoaji mkubwa katika mataifa tangu lilipotolewa mwezi wa Februari. Mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu ikiwemo Misri yameongoza upinzani dhidi ya mpango huo na badala yake yanataka ujenzi wa Gaza ufanyike bila kuhamishwa kwa watu, hatua ambayo itakaofungua njia ya kupatikana utawala mpya dhidi ya watu katika eneo la Gaza. Ndani ya Gaza kwenyewe watu 15 wameuawa siku ya jana kutokana na mashambulizi ya vikosi vya Israeli. Miongoni mwao ni mwandishi wa habari wa tovuti ya Palestine Today Youssef Al-Faqih ambaye aliungua mwili mzima baada ya hema ambalo alikuwemo kushambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Israeli alfajiri ya jana. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari imesema kwamba kifo chake kinafanya jumla ya waandishi ambao wameuawa katika mzozo wa Gaza kufikia 173. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu yuko nchini Marekani kwa mazungumzo na Rais Donald Trump. Hiyo ni ziara ya pili kwa Netanyahu nchini Marekani tangu Trump alipoapishwa mwezi Januari. Ajenda kamili ya ziara ya sasa ya Netanyahu haijafahamika, lakini inafanyika baada ya Trump kutangaza ushuru wa bidhaa kutoka nje ambapo Israeli imewekewa ushuru wa 17%.
Mpenzi mtazamaji, hayo yakiwa yanaendelea huko Mashariki ya Kati, moja kwa moja twende tukaangalie kitu kingine ambacho kinaendelea pale Kenya, ambapo tunaambiwa kwamba Uingereza imeombwa kuchunguza kifo cha Agnes Wanjiru. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Harris amesema kwamba amesikitishwa na simulizi ya familia ya Wanjiru ambaye alikutwa amekufa baada ya kuonekana mara ya mwisho na mwanajeshi wa Uingereza mwaka wa 2012. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Harris alikutana siku ya jana na familia ya mwanamke mmoja ambaye alikutwa amefariki baada ya kuonekana mara ya mwisho akiwa na mwanajeshi mmoja wa Uingereza mnamo mwaka wa 2012. Waziri huyo wa ulinzi wa Uingereza aliweka wazi kwamba amedhamiria kabisa kuona kwamba mwafaka unapatikana juu ya kesi hiyo ambayo haijapatiwa ufumbuzi mpaka sasa. Kisa hicho ambacho kimeangaziwa sana, anakwambia kilisababisha mshtuko mkubwa nchini Kenya, huku familia ya Agnes Wanjiru kwa muda mrefu ikiomba serikali ya Uingereza kuanzisha uchunguzi kamili kuhusu kifo hicho. Mwanamke huyo ambaye alikuwa na umri wa miaka 21 alikutwa kwenye chemba ya maji taka akiwa amekufa baada ya kudaiwa kwamba alikwenda kupata burudani na wanajeshi wa Uingereza katika hoteli moja ya mji wa Nanyuki ambako kuna kambi ya jeshi la Uingereza. Waziri Hale atakutana pia na Rais William Ruto baadaye siku ya leo hii. Wakati hayo yanaendelea kule Kenya, mpenzi mtazamaji, Kongo kule tunaambiwa mafuriko yameua watu wasiopungua 33. Wizara ya mambo ya ndani ya DRC Congo imesema kwamba watu wasiopungua 33 wamefariki kufuatia mafuriko ambayo yalitokana na mvua kubwa Kinshasa, na mamia anakuambia wanajihifadhi katika uwanja wa michezo. Takribani watu 33 wamefariki baada ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa kukumbwa na mafuriko. Wizara ya mambo ya ndani katika nchi hiyo mapema siku jana Jumatatu iliandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa X ikisema kwamba wahanga hao walifariki kufuatia mafuriko ambayo ilisababishwa na mvua kubwa ambayo ilileta uharibifu mkubwa na watu kusombwa na nyumba pamoja na kuacha wakazi wengine wakifunikwa na maji. Mvua ambayo imesababisha vifo pamoja na maafa Kongo. Taarifa zinasema kwamba mto Ndigili ambao unapitia katika jiji la Kinshasa nao pia ulifurika na kupasua kingo zake siku ya Jumamosi usiku. Takribani watu 50 wako hospitalini na inaelezwa kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka, huku maafisa wa uokoaji wakijaribu kuyafikia maeneo yasiyo na mawasiliano kutokana na mafuriko hayo. Watu ambao wameachwa bila makazi wanaendelea kujihifadhi katika uwanja wa michezo kwa mujibu wa Wizara ya mambo ya ndani, huku mitaa mingi ya Kinshasa bado ikiwa imefurikwa na maji. Penzi mtazamaji, hayo ndio nilikuwa nimekuandalia asubuhi hii hapa ya leo Jumanne tarehe 8 mwezi huu hapa wa 4 mwaka wa 2025. Hii hapa ni Mpimbwe Home. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.